ambao wanaishi katika demokrasia kama sisi wa Kenya kuwa na nafasi ya kuchagua viongozi wao. Hiyo ndiyo siasa, na mashindano ni kati ya policies mbalimbali ambao wanasiasa wanaweka mbele ya wananchi, na ndio wananchi wapate nafasi ya kuchagua. Wananchi wakishamaliza kazi yao ya kuchagua na serikali imeishaundwa, jameni, vita ingine ni ya nini? Hebu niambieni, vita ingine ni ya nini? Si ni kugojea mashindano ambaye yatakuja, kwa sababu itakuja tu 2017 itakuja. Basi ujipange, ujiulize ni wapi ulifanya makosa, upange polisi zako kiupya, urudi basi 2017 tushindane tena, au ni namna gani? Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, harakati za wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la kaskazini ya nchi zimeathiri vibaya sekta ya elimu kuliko sekta nyingine yoyote. Mapema leo mwanahabari wetu wa kaunti ya Garissa Hamza Yusuf ameshuhudia shule ya msingi ya Dadaab ikifungwa, huku mwalimu mkuu akiwataka wanafunzi kurejea nyumbani kwa sababu hapakuwa na walimu shuleni. Yarifiwa walimu wengi wametoroka katika eneo hilo kwa kuhofia usalama wao. Hebu sasa tuungane na Hamza Yusuf kwa njia ya simu akiwa Dadaab ili aweze kutueleza zaidi kuhusu hali ilivyo. Hamza Yusuf, iwapo unanisikia, zamu hii yako. Naam, asante sana mwenzangu Mary Kilobi, na kupata kwa njia iliyo safi kabisa. Hii leo tumekuwa katika kaunti ndogo ya Dadaab ambapo tuliweza kuzuru shule ya msingi ya eneo hili iliyo ambapo orodheshwa ama iliyotangazwa hapo jana kuwa mojawapo za shule ambazo zingetakiwa kufungwa na serikali kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Kumekuwa na hisia mseto miongoni mwa wanafunzi na pia walimu na pia wazazi katika eneo hili, si Dadaab pekee bali katika eneo la kaskazini mashariki kwa jumla. Gavana wa Garissa Nadhif Jama na mwenzake wa Wajir Abdullahi Ahmed na mbunge wa Balambala Abdikadir Omar wameweza kuongoza kongamano hapo hiyo jana ili kuweza kuzungumzia mambo ya elimu, na pia hii leo wameweza kuzungumzia swala hilo wakisema kwamba ni njia mojawapo ya kuwapa nguvu kundi la Al-Shabaab ili wazidi kupata watendi, kwa kuwa iwapo shule hizi zitaweza kufungwa basi wanafunzi hawa ambao idadi yao ni wengi sana basi hawatakuwa na kazi, ila baadhi yao huenda wakajiunga na makundi mabaya na pia kuwa hatari kwa usalama. Ni mambo ambayo yanazidi kushuhudiwa, hususan tukiangalia kwamba eneo la Liboi liko kilomita 4 au 5 hivi kuingia mji wa Doble ambao ni Somalia. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi, wamesema itakuwa ni rahisi sana vijana hao au wanafunzi hao kuvuka iwapo watakosa kazi na masomo. Hapo awali kumekuwa na tatizo la ukosefu wa ajira katika eneo hili la Garissa na kaskazini mashariki kwa jumla, mkuti mwingine ukiwa ni ukosefu wa vitambulisho. Wanasema kwamba hii ni hali ya kulemaza shughuli za kibiashara na pia kimaisha kwa jumla. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanazidi kuzua hofu, ambapo hadi sasa haijulikani hatma ya wanafunzi hao na labda chochote ambacho watafanya baada ya shule hizi kufungwa kama ilivyoagizwa na serikali. Kilobi. Naam, Hamza, tueleze kwa ufupi kidogo kuhusu wanafunzi wa kike, kwa sababu awali tulikuwa na taarifa ambapo wanafunzi wa kike waliathiriwa pakubwa, wengi wao wakiamua kuolewa ama wazazi wakiwalazimisha kuozwa. Je, sasa hali iko vipi? Kilobi, kama unavyojua ni kawaida kwa wasichana wa Kisomalia, wasichana wanaoishi eneo hili kuozwa wakiwa na miaka kuanzia 9. Kwa hivyo wale wataathirika zaidi, kwa sababu wale ambao wako shule kwa sasa wengi wao wangependa sana walimu hao warejeshwe, kwa sababu ukosefu wa usalama umeweza kuathiri maisha yao binafsi. Itakuwa ni vigumu sana wasichana hao kuweza kukaa kwa manyumba. Itakuwa rahisi kwao kuoleka, na wangekuwa labda wangeepukana na mambo hayo iwapo wangekuwa shuleni.
Kwa hivyo ni tatizo ambalo linajitokeza na bado wenyeji wanalizungumzia. Kilobi. Asante sana Hamza Yusuf kwa kutupa taarifa hiyo, na bila shaka mtazamaji, tutakuwa tukikuletea taarifa kwa kina kuhusiana na jinsi hali ilivyo katika eneo hilo ama sehemu hiyo ya nchi. Na tukiendelea taarifa zetu, watu 5 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa vibaya baada ya uvamizi ambao ulitekelezwa katika eneo la mifugo kunywa maji la Ata, kaunti ya Isiolo. Shambulizi hilo limejiri wakati viongozi wa jamii za wafugaji wakieneza injili ya amani kati ya jamii zinazozozana. Pata taarifa zaidi. Watu 5 wameuawa na wengine 9 kupata majeraha ya risasi kufuatia makabiliano makali baina ya makundi mawili ya wafugaji katika eneo la Ngaremara, kaunti ya Isiolo. Yadaiwa kikundi cha watu 100 waliokuwa na silaha walivamia wenzao waliokuwa wanawapa mifugo yao maji na kusababisha vifo na majeraha. Waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Isiolo level 5. Tunaomba the national government ambayo inaongozwa na Gaiseri that he must intervene issue of Isiolo. This is not issue just small issue. It's a political issue and it's an issue that want to exclude the Turkana community from this area. And we want to give warning also to the county government. If they are not ready to remove those cows to the park, then we will close the park. Kumekuwa na mauaji katika area ya Atan na serikali yote iko na habari, county commissioner ako na habari, lakini ambaye inatuchangaza sisi kama watu ya Ngaremara ni kwamba hakuna hatua ambaye serikali imeweza kuchukua kutoka wakati tulisika watu 8 mara moja na kupoteza mifugo zaidi ya 700. Walinda usalama walipelekwa katika eneo hilo ili kudhibiti hali na kudumisha amani na usalama. Huku haya kijiri, viongozi wa kisiasa katika kaunti ya Baringo wamehudhuria mkutano wa hadhara kwa ajili ya kujadiliana masuala ya amani katika shule ya msingi ya Kagir. Licha ya ufahamu wa uwepo wa mkutano huo, wakazi wengi walihususia idadi ya waliohudhuriwa ikiwa ni ya chini mno. Wakizungumza kwa ghadhabu, viongozi hawa walisisitizia umuhimu wa kurejesha amani katika maeneo hayo. Ile resolution tumesema, anami nasema upende uzipende, amani itarudi. Upende amani itarudi. Mambo ya forceful disarmament hiyo tunasema ifanyike. Atuombi bunduki itolewe pale popote iko. Sisi viongozi tukishikana, watu wetu watakaa kwa amani. Na sisi tukiraboka ovyo ovyo kusema sisi ni wanaume, kwa nani alisaliwa kupitia njia gani? Sisi wote ni wanaume, lakini tunanyorosa maneno ile ya ndani na kusema mreju iko namna hii, twende mbele. Serikali haikusazwa katika lalama zilizotolewa katika eneo hilo. Walidai kuwa serikali imekosa kutekeleza ahadi yake ya kuwapa walinda usalama zaidi, kufunguliwa kwa shule na hata kuwarejesha wale waliotoroka makwao. Na kwingineko, magavana, maseneta na wabunge walifanya mkutano wa amani katika eneo la Lokwamosing, mashariki ya Turkana. Ushirikiano wa viongozi wa jamii hizi ni wa kipekee, kwani hii ni mara ya kwanza kwa jamii zinazozozana, hasa maeneo ya Nadome, Kapedo, Baragoi na Lolgon, kushuhudia umoja kati ya viongozi wao. Katika mkutano huo iliafikiwa kuwa silaha zote haramu zinazomilikiwa na wananchi zisajiliwe, shule zote zilizofungwa kufuatia ukosefu wa usalama zifunguliwe, na pia uwepo wa tume itakayoangazia masuala ya mipaka. Awali viongozi hawa walihutubia mkutano wa amani katika kijiji cha Akwichatis kilichoko Tiati na vilevile Loitip, Baringo Kusini. Kulingana na mkataba wa amani ulioafikiwa na kutiwa saini tarehe 4 Mei na viongozi kutoka Baringo, Samburu na West Pokot, serikali ina jukumu la kurejesha amani kwa kuhakikisha kuwa wakazi wa maeneo haya wanazingatia sheria na vilevile kuhakikisha kuwa mifugo wote walioibwa wamerejeshwa.
Na tukielekea mjini Mombasa, mwenyekiti wa chama, mtazamaji, ni taarifa nyingine hapa ya mahakamani. Tutaangazia ile ya ODM baadaye. Mahakama Kuu ya Mombasa leo imedinda kuwaachilia wanawake watatu walionaswa katika eneo la Elwak wakiwa njiani kuelekea nje ya nchi kuolewa na watendi wa Al-Shabaab. Mwandishi wetu wa habari John Juma amekuwa mahakamani mapema hii leo na yuko tayari moja kwa moja kuweza kutupa zaidi kuhusiana na kesi hiyo. John Juma, iwapo unanipata, tupashe zaidi. Shukrani sana Mary Kilobi. Labda tuanze kusema kwamba mahakama kubali ni mahakama ya chini, Magistrate Court. Ni uamuzi ambao washukiwa pamoja na jamaa zao walisubiri kwa hamu, hasa baada ya uamuzi huo kuahirishwa zaidi ya mara 3 wiki jana. Na leo hakimu Richard akasoma uamuzi wake uliowanyima washukiwa dhamana, hivyo wataendelea kuwa kwenye rumande. Kwenye uamuzi wake, Odenyo alisema washukiwa ambaye mmoja wao ni raia wa Zanzibar, Tanzania, wanakabiliwa na mashtaka yanayohusu ugaidi, na kwa msingi wa misururu ya mashambulizi ya kigaidi ya mara kwa mara yanayoshuhudiwa nchini, asingewapa dhamana hadi wakati ambapo kesi hiyo ifikie awamu ya pande zote kusikizwa, ndipo wakati huo wanaweza kuomba wapewe dhamana. Hakimu Odenyo ameamuru upande wa mashtaka kuharakisha uchunguzi na shughuli za kesi hiyo, ikizingatiwa washukiwa ambao wamekuwa rumande wataendelea kuwa rumande. Kesi yao sasa imeratibiwa kuanza kusikilizwa tarehe 12 Juni, yani mwezi ujao. Kadhalika, kwa mujibu wa polisi, washukiwa watatu ambao ni wasichana wasomi wa vyuo vikuu, majina nakumbuka Mariam Said, Hadija Abubakar na Umul Khair, walikamatwa mwezi Machi mwaka huu katika eneo la Elwak, polisi wakidai walinuia kuingia Somalia ili kujiunga na kundi la kigaidi. Mshukiwa wa tatu, mshukiwa wa 4 Halima Aden alikamatwa maeneo ya Machakos, kati ya Machakos na Nairobi. Polisi walidai ndiye amekuwa mpanga njama kwa kina dada hao. Awali polisi walihusisha washukiwa hao. Iwapo unanipata, utaniwia radhi, nitakukatiza kidogo. Naam. Na asante sana kwa taarifa hiyo, na matumaini unatuandalia taarifa hiyo kwa kina ambayo tutakuwa nayo mwendo wa saa 1. Mtazamaji, tutakuwa na picha, utaweza kuwaona wale washukiwa hao wa ugaidi. Na basi nitarejelea taarifa ambayo nilikuwa nimeanza kukupasha awali, ambayo ni ya kisiasa, ambapo mwenyekiti wa chama cha ODM tawi la Nakuru Peter Ole Sono amefikishwa mahakamani leo, mtazamaji, huko Naivasha kwa makosa ya kuwafyatulia risasi wanahabari wawili. Haya yanajiri wakati wanachama ODM tawi la Nakuru wakikana kuwa Ole Sono ni mwenyekiti wao na kutaka kuchukuliwa hatua za kisheria. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Siku 5 zilizopita, wanahabari walionyeshwa kivumbi baada ya mwenyekiti wa ODM tawi la Nakuru Peter Ole Sono kuwafyatulia risasi wanahabari waliokuwa wanafuatilia zogo kuhusu shamba la Oliorai huko Gilgil. Na sasa wanachama wa tawi la ODM wameelezea hisia kali, huku wakimkana Ole Sono kuwa mwenyekiti wao wa kisiasa katika kaunti. We regret that at one point, when reporting back to the public, we saw writing very clear that ODM Nakuru County Sub-Branch Chairman Ole Sono did the act that he did of trying to shoot out the journalists. We disassociate that act and Ole Sono himself from the Orange Democratic Movement. Wanachama hao walishangazwa ni kwa nini siku 5 baadaye Ole Sono hajatiwa nguvuni, shinikizo ambalo idara ya polisi imetokea kulishughulikia ipasavyo. The law is going to take its course and Ole Sono must be answerable. Waliongeza kuwa kuondolewa kwa Ole Sono ni kutokana na hakuweza kufikisha malengo ya chama hicho, hasa katika uchaguzi uliopita, ndiposa walimuondoa. Ni zogo la ardhi ambalo hata mwenyekiti wa tume ya ardhi Mohamed Sozuri amewahi kulizungumzia. County Commissioner, na hiyo itekelezwe, na sisi tutaandika barua kwa CID kuhusu huyo mtu, na kama inashindikana kabisa, haiwezekani, sisi as a commission tutakuja hapa wenyewe. Kwa sababu nasikia watu wanalalamika kwamba anakoludi na wakubwa,
na collude na kina nani. Sasa kinachosubiriwa ni iwapo maafisa wa polisi watamchukulia hatua Ole Nsono au wataendelea kujitia hamnazo. Francis Mtelaki, Mbiu ya KTN. Na mtazamaji, hiyo ni taswira kamili ya masaibu yanayowakumba wanahabari wanapokuwa kule nje katika azma ya kuweza kukuletea wewe mtazamaji taarifa mbalimbali. Tukiendelea na taarifa zetu, kwenye tukio la kushangaza ni kwamba mvulana mmoja katika kijiji cha Oterit, kaunti ya Baringo, amelazimika kuishi mtini kwa muda wa miaka 3 baada ya mamake kufariki, huku babake akimwoa mke mwingine na hivyo kumfukuza nyumbani. Elvis Kosgei ana maelezo zaidi. Mtoto mmoja katika kijiji cha Oterit, kaunti ya Baringo, amewashangaza wengi kwa kufanya ukuruba na ndege wanaoishi viotani kwa kuishi nao mitini kwa muda wa miaka 3. Anavyochupa mtini utadhani anaendeleza michezo ya kitoto, ila amini usiamini, hapa ndipo anapostakimu. Na endapo ulidhani uraibu wake ni wa kuparaga na kuishi mtini, hapo umekosea. Kipkorir Kipso mwenye umri wa miaka 15 anadai baba yake mzazi alimfukuza nyumbani kwao baada ya mama yake mzazi kufariki mnamo mwaka 2005. Alimfanya yeye kujitafutia makazi mapya. Baba anaenda kukunywa pombe, alafu nakuja mama akatoa nguo na akakuja jikoni akaambia sisi tokeni. Baba akasema usione bibi yangu nitakukata. Na kafanya tabia kwa miti. He told me he lives on a tree. And I asked him why he lives on a tree. He says the parents chase them and therefore they had no option but to go and look for where to live. At that point I came with him, I brought him up to where he lives. Then I witnessed that he lives on a tree. Mvulana huyu yupo darasa la 4 katika shule ya msingi ya Oterit. Anadai aliamua kuishi humo ili kuepuka madhila ya baba mzazi na mama wake wa kambo, huku akilazimika kukosa kwenda shuleni kutokana na vuta ni kuvute baina yake na wazazi wake. Kwa mzee, nenda nyumbani akaambia mimi unakuja nyumba ya nani? Wewe ni adui. Kwa leo nitakataa unakuja ukala kutosha kwa hiyo nyumba ulikuwa. Anashikia mimi mfanga hivi na kusema wewe ni adui unakuja nyumba ya nani, toka haraka. Hii jana nilipokuzwa Jumatatu ukijao hiyo. Anasema enda nyumbani tafuta nini mzazi. Sasa akuja na kuja tangaza mimi nini suruali. Sasa yeye akuja ataambia mimi nini nataka mzazi. Kubwa zaidi, Kipkosoma anadai kuwa dada yake ya darasa la 8 alinajisiwa hivi majuzi kutokana na utepetevu na malezi mabaya ya wazazi hao, kauli ambazo baba yake amezipuzilia mbali. Sina vitabu na suruali. Sasa akaenda nyumbani kwao, akaenda uliza hii jana amekosa nini. Yeye anasema sijui. Tukiambia enda shule, yeye anaenda picha msituni. Siku nyingine ameenda picha kwa msituni. Tena amelala msituni huko. Anaenda weka nini? Anaenda weka nini? Naenda weka nguo kwa juu ya mti. Tukio hili la kuatua moyo linatia dosari malezi yanayohusisha wazazi wa kambo, kwani madhila yameendelea kukita viamboni. Elvis Kosgei, KTN. Mtazamaji, taarifa hiyo ilipokuwa ikiendelea, nilimsikia mwelekezi wangu Okedi akibishana na wenzake kuhusu iwapo lawama tunamwelekezea baba ama mama wa kambo. Sijui wewe maoni yako ni yapi, lakini mtazamaji, tutaendelea na taarifa zetu. Huku sekta ya utalii ikiathirika vibaya kwa ukosefu wa usalama na hasa katika maeneo ya pwani, kaunti ya Nakuru inaibuka kuwa inayofaidika zaidi baada ya wageni wengi kuanza kuelekea kwenye eneo hilo kujistarehesha. Gavana wa Nakuru Kinuthia Ambugu amethibitisha kuongezeka kwa watalii wanaozuru hoteli zilizoko kwenye maziwa ya Naivasha, Elementaita na Ziwa Nakuru. Aidha, Kinuthia amesema serikali yake imeweka mikakati ya kuwavutia wageni wengi ili kuifanya kaunti hiyo kuwa kivutio kikuu kwa watalii humu nchini na wale wa kutoka nje ya nchi. Definitely the effects of terrorism it affects us either directly or indirectly, all of us humankind. And you are coming here
is a very strong statement that the world is not cowed. The essence of terrorism is to make people fear, so that we all lock ourselves in our houses. We say we cannot wake up, I cannot go and open my business, I cannot travel, because if I travel, I may be a victim. That is the whole essence of terrorism. But your courage to come out and choose to come to Kenya, that is very courageous of you, and that's the only way to defeat terrorism. It frustrates terrorists. That still life is continuing. Chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu KUSU kimetoa wito kwa serikali kutupilia mbali nyongeza ya matozo ya kila mwezi ya NHIF. Aidha, viongozi wa chama hicho wametaka matozo yote ambayo tayari yamefanywa kwenye mishahara ya wanachama wao kurejeshwa. Kwenye kikao cha wanahabari mapema leo, katibu mkuu wa KUSU Charles Mukhwaya amekosoa mpango huo akisema umefanywa bila mashauriano na wafanyikazi wake. We have given the government actually 2 weeks to get that matter out of their way. If they don't, then we will finally wait for the outcome of the court. We have instructed our lawyers to move ahead, and the case is actually ongoing. If anything, we are waiting for the ruling. If the ruling happens not to be in favor of what we are requesting them to do, then that's the time that we may now resort on any other method of trying to get this matter resolved. Familia moja katika kijiji cha Gakuruka, kaunti ya Meru, imepata hasara kubwa baada ya mmoja wao kuharibu mimea kando na kuivunja nyumba moja kufuatia mzozo wa ardhi. Jamaa huyu ambaye ni mpwa wa familia hiyo amefanya hivyo baada ya kudai kuwa ardhi ya boma hilo ni urithi alioachiwa na babu yake. Familia ya Mugongo Mnyenje katika kijiji cha Guruka, kaunti ya Meru, ina kibarua kigumu cha kuanza upya maisha baada ya mimea iliyokuwa tayari na mazao kwenye shamba lao kuharibiwa na watu wanaowashuku kutumwa na jamaa yao mmoja. Sio shambani tu, hata nyumba yao moja imevunjwa katika kisa kilichohatarisha maisha yao. Kata ikawa chini. Saa hii alikuja tena na mahindi mengine, wakachukua tena wakakata mahindi, maandisi tena wakamaliza. Sasa mimi niachwa nje tu kama mtu asiye na mwenyewe. Nikafika nduru sana saa hii. Nilipiga nduru sana, nikalia, lakini sikuwaona. Nilikimbia nikaenda mbali na wao kwa sababu alisema wanataka mtu wamuue. Chomesha watoto hakuna. Hiyo yote imetakata wakaoa, maandishi, hiyo ngilibedia, nyasi ya ng'ombe, kila kitu. Hii ni baada ya jamaa huyo ambaye ni mpwa wao kudai kuwa shamba lote la familia hiyo ni lake na kwamba lipewa na babu yake. Alidai kuwa na wosia wa kuthibitisha hayo. Imekuwa zaidi na sisi tunajua shamba ni ya baba yetu. Hata hiyo title anasema hako na title atujua alipatiwa namna gani. Lakini kulingana na familia hiyo, mzee wa boma hilo hakumtaja mjukuu wake kuwa mrithi wa mali yake ambayo ni shamba la ekari 3.5, na wanashangaa ni kwa nini anadai kuwa mmiliki. Jamaa huyo amejitokeza baada ya kumchukua mzee huyo marehemu na kwenda kuishi naye jijini Nairobi kwa muda wa miaka 10 kabla ya kufariki kwake. Tukashindwa, baba alimwachia shamba namna gani na sisi hatukuwa najua. Shamba hilo limegawanywa kwa ndugu 5 ambao ni watoto wa mzee huyo marehemu, na wanasema ndilo tegemeo lao. Familia hiyo sasa imetaka serikali kuingilia kati kesi hiyo, hasa baada ya mpwa huyo kusita kuzungumza nao alipoitwa na wazee ili watatue zogo hilo. Agnes Penda, KTN. Tofauti imeibuka kati ya gavana wa West Pokot Simon Kachapin na wawakilishi wa wadi katika kaunti hiyo baada ya gavana huyo kutaka mashauri zaidi kabla ya kuandaliwa mswada wa kuanzisha hazina ya fedha kwa wadi za kaunti na vijiji. Aidha, Kachapin amewalaumu wawakilishi hao kwa kukosa kufuata kanuni zilizopo chini ya katiba wakati wa kuandaa mswada huo. Francis Mtalaki na maelezo kamili. Gavana wa West Pokot Simon Kachapin ametofautiana na wawakilishi wa wadi
kwenye bunge la kaunti yake kuhusiana na pendekezo la kuanzishwa kwa hazina ya wadi almaarufu Ward Development Fund, akisema kuwa hatatia sahihi mswada huo. Kulingana na Gavana Kachapin, bado hajaelewa utaratibu wa kusimamia hazina hiyo, hivyo basi atahitaji kukutana na wawakilishi wa wadi kabla kukubaliana kuhusu masuala muhimu yaliyogusiwa katika mswada huo. The controller budget won't accept a budget that has provisions that are unconstitutional and violates the law. Mswada huu ulioidhinishwa na mwakilishi wa wadi ya Seker, Thomas Ngelosia, ulipendekeza shilingi milioni 43 kuelekezwa katika wadi ili kuwafaidi wakazi mashinani. Hata hivyo, kulingana na mwakilishi huyo, baada ya majadiliano ya kina bungeni, waliafikiana ni shilingi milioni 28 zitakazoelekezwa katika kila wadi. Tunaamini tuko ndani ya katiba katika kutumia fedha hizi. 28 million kila ward, that has hiyo imefanya kuwa equal in every ward. Kwa hivyo sasa ni kujenga dispensary, kujenga barabara. So out of that 28 million, 6 million inaenda kwa bursary fund. When it went to the governor's office for assent, there were some things that the governor did not agree with, and therefore we declined to assent in the first instance. Okay, so it had to be brought back with a memo for the assembly to look at it. Executive are the implementers, and the bill which was before the county assembly is undergoing amendments, is undergoing changes that will conform with the constitution and suit the aspirations of the people of the county. Lakini iwapo malumbano hayo na tofauti zilizopo zitaendelea, basi huenda mpango huo ukakosa kutekelezwa, hasa iwapo gavana hatatia sahihi mswada huo na kuwa sheria. Francis Mtalaki, Mbiu ya KTN. Na hatimaye michezoni, FC Dnipro itachuana na Sevilla katika fainali ya kuwania ubingwa wa taji la Europa. Mechi hii inatarajiwa kuwa na msisimko mkubwa na mshindi atapata tiketi ya kushiriki katika klabu bingwa Europa msimu ujao. Fainali ya kipute cha Europa inatarajiwa kuwasisimua wengi pale FC Dnipro itakuwa ikichuana na Sevilla baadaye leo usiku. FC Dnipro itakuwa na kibarua kigumu kujaribu kulaza timu ambayo inapigiwa upatu kutoa taji hili kwa urahisi. Chini ya ukufunzi wa Marian Majkiewicz, Dnipro ilistadika na kulaza Napoli katika nusu fainali, na hamu yao sasa ni kuendeleza safu ya matokeo mema. Hata hivyo, kikosi chao kitakosa huduma za Shirki Kevchenko pamoja na Roman Zozulia, ambao wawili hawa wanauguza jeraha. Sevilla nao ndio mabingwa watetezi na wanajaribu kutoa taji hili kwa mara ya 4. Kocha wao Unai Emery amefurahisha wengi, huku timu kadhaa ikiwemo West Ham na AC Milan zikidai huduma zake. Fainali ya msimu jana iliwasisimua wengi, haswa wakati wa matuta ya penalti, na kipute cha mwaka huu kinatarajiwa kuwa ni cha kufana hata zaidi. Moses Wahesi, KTN Michezo. Na mtazamaji, kwa leo tutakomea hapa. Asante sana kwa kuungana nasi. Ungana nami tena hapo kesho kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Usikose kutazama taarifa za KTN leo mwendo wa saa 1. Anaitwa Mary Kilobi. Kwaheri.